Nipo hapa katika kiwanja cha Center Technic ndani ya jiji la Bujumbura nchini Burundi. Nimekuja kwa maana ya kushuhudia mchuano wa kirafiki baina ya timu ya KDC Kigoma nchini Tanzania, lakini kadhalika wanachuana na mwenyeji wa Bujumbura nchini Burundi kwa maana ya timu ya Vetenali. Jina langu ni Elizabeth Mwigulu, na baada ya hapo tutaenda kuzungumza na pande zote hizi mbili kwa maana ya kocha wa KDC kwa maana ya Kigoma nchini Tanzania, kadhalika kocha wa timu ya mwenyeji wa Bujumbura kwa maana ya timu ya Vetenali, ili waweze kuzungumza machache ya namna walivyojipanga. Nani atachukua kinyang'anyiro baada ya michuano hii? Na hapa nipo na kocha wa KDC Kigoma nchini Tanzania, ambapo tupo ndani ya kiwanja hiki cha Center Technic hapa Bujumbura nchini Burundi. Lakini lengo kubwa ni kumuuliza mawili matatu kabla mechi hizi mbili hazijaanza kucheza, kwa maana ya mechi ya KDC kutoka Kigoma na ile ya Bujumbura ambayo ndio mwenyeji wake. Habari yako? Salama. Kocha, pengine kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, unaweza kujitambulisha mwenyewe jina lako? Jina langu naitwa Rashid Michumino, ni afisa utamaduni na michezo halmashauri ya wilaya ya Kigoma, lakini pia ndio kocha wa timu hii ya KDC kutoka Kigoma. Ni kwa nini pengine mlipendelea kuja hapa Bujumbura na hapa nchini Burundi na si nchi nyingine kuchuana michezo hii ya kirafiki? Tumezoea kufanya hivi mara kwa mara kwa sababu ya kudumisha ujirani mwema kati yetu na nchi ya Burundi. Tumekuwa tunafanya michezo na bonanza za kila wakati kwa ajili ya kudumisha ujirani mwema kati ya Burundi na sisi Tanzania. Lakini nchi zingine zikituhitaji pia, iwe Kongo, iwe Rwanda, tutafanya hivi hivi kama tulivyofanya Burundi. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi ni kuzidisha ujirani mwema, hasa katika tasnia hii ya michezo. Kwa hiyo ndio maana inamsababisha wao walikuja nyumbani mwaka jana na sisi tumepata fursa ya kuja kuwatembelea ili kuja kuzidisha ujirani mwema katika michezo. Hilo ndio. Nini hasa matarajio yenu baada ya hii mechi? Kwamba mtaondoka na kinyang'anyiro ama ndio muende meziba masikio yenu pamoja na macho yenu kwa maana ya aibu? Hapana, hakuna aibu. Unajua tunapokuja hapa, japokuwa tunakuja kwa ajili ya bonanza, lakini tunaiwakilisha nchi ya Tanzania. Tumebeba bendera ya Tanzania. Kwa hiyo tunaiwakilisha nchi. Kwa hiyo hatukubali aibu. Wao walikuja nyumbani, walitushinda goli 4-2, lakini sisi this time tunakuja kulipa kisasi. Na sisi tumekuja kwa ajili ya kuwashinda na tuna uhakika tutawashinda. Kwa sababu kikosi changu ni kizuri, hakina shida na hakuna kisingizio chochote kwamba kuna uchovu wala nini. Vijana wako vizuri na wataonesha mchezo mzuri. Asante sana. Huyo ni kocha wa KDC kutoka Kigoma nchini Tanzania, ambapo ameweza kuelezea namna walivyojipanga na kwamba ushindi utakuwa upande wao. Enda kuzungumza na kocha ambaye ni mwenyeji hapa Bujumbura kwa maana ya timu ya Vetenali, naye ataelezea nini matarajio yake baada ya mchuano huu wa kirafiki. Kwa mazina nitwa Nyorimbere Jobest, abasanzwe n'umuntu menyereza wa equipe Veterana Arena Veterana. Ku by'ukuri twabiteguye neza kuko byaradushimishije cyane gutsinda muri Tanzania. N'ubu ngubu twarakoze imimenyerezo, turiteguye ko n'ubu ngubu tuza kubyigenzamo neza. Abafanzi ba Veterans ndabemere intsinzi kuri uno munsi. Naitwa Amori, captain wa timu ya Arena Veterana. Hivi inawezekana kwamba Watanzania wakatoka huko kapiga safari ndefu hivi afu wakaja kuwafunga katika uwanja? Na mimi ndio lengo letu. Nadhani kocha mkuu ashasema kama lengo letu ya leo ni ushindi ya kupatia Arena Veterana. Yaani ndio maana tumejiandaa vizuri na nadhani ushindi huko. Nini hasa dhamira ya michuano hii kati ya timu kutokea Burundi na timu kutokea hapa kutokea Tanzania na kutokea hapa Burundi? Ambao naweza kusema ni kitu kizuri sana kwa juu kinaonyeshana upendo kwa katika nchi mbili. Ndio maana na sisi tumefurahi sana naendea hemu na kuwapatia karibuni na kuwapongeza. Nadhani na sisi tutajiandaa tufanye maduriano tuende huko Tanzania tupaone tutembee huko nchi Tanzania. Mambo vipi? Bwana, mambo ni poa sana. Tunamshukuru Mungu tumefika katika mji wa Bujumbura. Wengi wetu ni kwa mara ya kwanza, lakini tunaamini kama tulivyofika basi hatutokuja kinyonge.
Bana, mtanange wa leo unahisi ushindi upo au haupo? Ushindi kama kawaida, na sisi kauli mbiu yetu ni kwamba leo tunarudi na ushindi wa kishindo. Hawa jamaa tunavyoangalia, kwa sababu ni mara ya pili tunacheza nao, na kwa maana hiyo tumejipanga na tunaamini ya kwamba tuna uwezo wa kushinda si chini ya goli 5 siku ya leo. Bana, katika mchezo uliopita mlipoteza mchezo uliopita kwa goli 4 kwa 2. Una imani kwamba leo mtachomoka? Leo tunachomoka kwa sababu ukiangalia game plan ya mwalimu alokuja nayo leo ni tofauti kabisa na game plan iliyopita, na mwalimu ameandaa kosi vizuri, mazingira vizuri, tumepata maandalizi mazuri, mazoezi, wachezaji wako vizuri, wana ari ya mchezo, kwa hiyo ushindi leo ni lazima. Bana, unawaambiaje mashabiki wa KDC mlioacha kule Kigoma? Kiujumla wasikae kinyonge, waamini tunarudi na ubingwa. Ubingwa ni wa kwetu, tunawakalisha kilo safi kabisa. Lakini mbali na mchezo ambao umekuja kupigwa hapa katika uwanja wa Saint Technique katika jiji la Bujumbura nchini Burundi, kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo umeweza kuexperience katika safari ya kutokea Kigoma mpaka hapa, lakini toka jana mpaka sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo umeviona kwa namna moja nyingine vimewavutia, au kuna vingine ambavyo kuna namna vimewagusa? Labda tuanze na wewe. Kwangu mimi naona mazingira ni mazuri, tumepokelewa vizuri, watu wa huku ni wakarimu sana, mazingira ni masafi, hali ya hewa nzuri, tunamshukuru Mungu katika hilo. Yaani mimi binafsi nilikuwa sijategemea kwanza kama ningekuta mji wa Bujumbura upo kama ambavyo nimeukuta. Ni mji ambao nikiuangalia kwa nchi yetu hakuna tofauti na mazingira ya Dar, maeneo ya posta. Kwa hiyo mimi nimefurahi, nimejiona kama nipo nchini kwetu, nimejiona kama nipo jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo Bujumbura kwa kifupi ni sehemu ambayo na washawishi hata ndugu zetu ambao wamebaki, basi waitumie hii fursa next time waweze kuja na wenyewe wajionee maisha ya Bujumbura jinsi yalivyo. Hajatuathiri sana kwa sababu ni kawaida kwa uchumi. Ni kweli nchi yetu uchumi uko juu kuliko nchi yao, kwa fedha yetu ina thamani sana. Kwa kuna vitu vimetusurprise, mojawapo ni kununua chakula wali maharage kwa shilingi 15,000 ya Kirundi. Kwa kweli imetushangaza, lakini tumefurahi, chakula ni kizuri, ukarimu sana, tumeenjoy na tunategemea siku nyingine tutarudi tena baada ya kuwafunga tena tutarudi kuwapiga tena. Hilo safi. Bana kiongozi. Malizia. Yaani mimi kwenye swala la fedha kwa kweli limenifurahisha. Kwa sababu mimi nilichange kwanza shillings kama 100,000. Lakini cha kushangaza nikapata 300,000. Baadaye nikaongeza 200,000. Kwa hiyo mimi nikawa na milioni. Nikawa ni bilionea. Kijumla tumetisha sana. Tumetisha mno. Bana hujanunua sukari? Kiongozi hujanunua sukari? Sukari nimenunua. Wenzangu wa Kigoma kule. Sukari yani mfano unakunywa chai pale au unapiga maharage pale inabidi sukari unanunuliwa kivyake. Swala la sukari hapo. Ndugu yangu anisaidia hapo. Sukari ilikuwa kipengele kikubwa sana. Bana tuambie katika moja ambavyo vitu ambavyo vimekushangaza katika jiji la Bujumbura. Sasa vipo vingi sana. Kwanza kuna sukari za kutosha. Sukari zenyewe zipo za kutosha mpaka sasa nimepaki moja ndani. Sukari gani unazungumzia? Elewa sukari.